Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, natumai umzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Jukwaa la Wanawake. Alhamdulillah, leo ni furaha tena kuwa naye ustadha wetu, kipenzi chetu, mama yetu, si mwingine bali ni Ustadha Sofia ndani ya studio zetu za Mahdi TV, akikujuza mengi zaidi kuhusiana na masuala ya wanawake. Na mpenzi mtazamaji, katika mada yetu ya leo tunaenda kuangazia kuishi kama Bibi Fatima na kufa kama Bibi Zainab salamullah alaiha. Na tunavyofahamu hawa ni viumbe bora, hawa ni watu ambao walikuwa na maadili mema. Bibi Fatima alikuwa mtoto wa Mtume, Bibi Zainab alikuwa mjukuu wa Mtume, na inshallah tukirudi kwa ustadha tuweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Karibu tena ustadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naam. Naam. A'udhu billahi minash shaitani la'ini rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutaka rehema kwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naam. Bila kupoteza muda, kama tulivyopatiwa habari hapa na dada yetu Haifa, mada yetu tunaianza leo ni mada yetu kuishi kama Bibi Fatima. Ndiyo. Na mashaallah, mada nzuri hizi. Inshallah acha tuombe Mwenyezi Mungu tupatie taufiki katika kulifikisha hili. Amin, amin. Na inshallah tujitahidi sisi wanawake tuishi, ingawaje hatutafikia kwa Bibi Fatima. Kweli. Lakini angalau tuwe tumekurubia pale. Kwa sababu tutakachokipata ni moja miongoni mwa mafunzo na tuweze kuyafuatia. Vile vile. Tunaambiwa kuishi kama Bibi Fatima Zahra alayha salam ni kielezo cha utakatifu na utumishi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu bibi huyu aliishi kwa mujibu wa Qur'an. Malezi yake aliyoishi nayo ni kupitia kwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kwa ina maana kwamba tukichukua picha ya Bibi Fatima Zahra, hata tukisema tunaongea hapa mchana kutwa, mafunzo yake hatuwezi kuyasoma na tukayamaliza. Lakini tutachukua tu ile ambayo inshallah ataweza kutusaidia. Kwa tunaambia kuishi kama Bibi Fatima Zahra alayha salam kuna maanisha ni kuifanya nyumba iwe kituo cha kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kutoa malezi ya kiungu. Ina maana kwamba bibi huyu wakati wote ilikuwa yeye anamtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Je, sisi tutaweza hayo? Basi ndio pale nilivyotangulia kusema, hata kama hatutaweza lakini angalau tujaribu kufikia. Yani tujaribu angalau tuwe na vitu kadhaa ambazo Bibi Fatima alikuwa nazo akifanya. Na sisi tuambie kwamba tuko na mfano hapo tumeupata kupitia kwake. Kwa hiyo nyumba iwe kama kituo cha kumtaja Mwenyezi Mungu. Yani wakati wote nyumba ile iwe inatajwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na jambo hilo mimi sioni kama ni jambo gumu. Mbona ni jambo rahisi? Kwa sababu kama wewe utakuwa labda kuna shughuli zako. Sasa hivi alhamdulillah tuko na masimu wenyewe, ukiweka hapo Qur'ani itasomwa. Itamtaja Mwenyezi Mungu, dua zitasomwa. Unaona? Kwa hiyo nyumba ile kwamba utakapokuwa utaijenga kwa mujibu tu kama huo kwanza, kupitia inasomwa Qur'ani nyumba, inasomwa dua. Hilo ni mojawapo ambalo itakuwa nyumba ile inatajwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kinyume na vile kwamba nyumba itapata utaji wa kupigwa mamiziki humo ndani. Unaona? Hiyo sasa itakuwa tumekwenda kinyume kabisa. Kwa hiyo nyumba hii inaendekana ikuwe na nyumba na ile kwamba itatoa malezi ya kiungu. Alafu pia vile vile kuwa na ikhlasi katika majukumu. Tuwe na ikhlasi katika majukumu. Hapa tunaambiwa kwamba Bibi Fatima Zahra alayha salam alifanya kazi za nyumbani kama vile ibada. Sisi tunaelewa hapo tukisema alifanya kazi kama vile ibada ndani za nyumba yake. Kwamba ina thawabu ndani yake. Ina thawabu, lakini sasa kupatikana ikhlas Haifa. Ina maana kwamba mimi nikifikiria nyumba imejaa makazi chungu nzima, nitaweza kuzimaliza makazi jamani, ukishika hiki mimi nimeshachoka, ushaanza kulalamika na kupiga makelele. Kazi za nyumba hii haziishi, mavyombo yamejaa, sijui nini. Unajua hapo utakuwa umechoka. Yani unachoka kusema kweli. Lakini tuseme hivi, unajua kitu chochote kile Haifa ukifanya kitu
ukisema kwamba nafanya hivi ili nipate thawabu, utafanya na hautachoka. Ndio. Lakini ikiwa unafanya tu, ina maana kwamba wewe kuchoka kwako ni rahisi sana. Sasa Bibi Fatma yeye alichukua jukumu la nyumbani kwake kufanya kazi kwa ikhlasi, yani anafanya kazi katika utakaso wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana unakuta yani ilikuwa hachoki wala ilikuwa halalamiki. Lakini sasa hivi sisi hapa ni vitu kosia. Yani tunalalamika, yani kusema kweli tunalalamika sana. Tunalalamika kiasi ambacho yani mpaka hata ukiona kikombe pale kimekaa vibaya, sasa unaona kwamba tena siwezi kukiondoa kwa mikono na kipiga na mguu. Ambao sasa mtu kwamba mwanamke ameolewa na yuona kwamba sasa kwani mimi nitamfanyia mwanamume kazi kila siku. Hapo sasa. Hilo sasa unapoliweka katika akili hilo swala, lazima utachoka. Lakini ukifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kama Fatima alifanya kwa ikhlas, kwa ajili ya nani? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au sio kwamba anafanya kwa ajili ya nani? Mama Ali. Ndio maana amefanya kwa ikhlas, kwamba alikuwa hachoki. Na pia alikwenda kwa baba yake kumuelezea, baba akamwambia, akampatia tasbihatu Zahara. Unaona? Sasa vitu kama hivi sasa ndio tunasema kwamba ingawaje hatutaviweza, ni vigumu tunaona, lakini ni virahisi. Lakini ni virahisi kwa sababu wewe fanya hivi kwamba mimi ninafanya hivi kwa ajili ya ikhlas, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, nipate thawabu. Ni kazi zako, lakini sema mimi ninafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Osha vyombo, sema nafanya hii ni kazi zangu, lakini nafanya kwa ajili ya ikhlas nia. Utajipatia nini? Thawabu. Lakini ukifanya kupata thawabu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo alifanya hivyo, nyumba yake ikawa kama vile ni nyumba sasa ya ibada, kwa sababu kazi zake yeye ni ibada. Sasa kufanya hiki kwake ni ibada, kwa kila kitu kwa kilikuwa ni nini? Ni ibada. Kwa hiyo mwanamke anapoilea familia yake kwa upendo na kumtukuza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anafuata nyayo zake. Ina maana tutakuwa tunafuata nyayo za nani? Za Bibi Fatma. So kama tunataka tuishi kama Bibi Fatma, ina maana kwamba inabidi tuyafanye haya. Tufanye kazi kwa ikhlasi nia kwa ajili ya Allah, na tumtaje Allah pale ndani ya ile nyumba, ndio tutakuwa tumefanya nini? Tumefuata nyayo za Bibi Fatma Zahra alayha salam. Na mambo mengine, haya, alhayau min aliman. Unaona, Bibi Fatma alikuwa ni mwanamke mwenye haya. So tuanze kuwa ni wanawake wenye kupiga makelele huko nje, wanapiga mpaka kila mtu anasikia jirani. Afu kwanza hiyo ndo watu wanawake wengine ni raha. Akisikia kwa upande wa pili, yeye ndo akija kiambiwa, nimekusikia leo. Umenisikia basi bado. Sasa unaona vitu kama hivi Bibi Fatma hakuwa navyo. Wala Bibi Zainab pia hakuwa navyo. Tunarudia tena penzi mtazamaji, ni kwamba tunajua ni ngumu, lakini tujitahidi. Naam. Na tutakapojitahidi, manijitahada wajada, tutapata, tutakuwa tuko karibu. Jitihada zinalipa. Zinalipa jamani, kwani hatutaki thawabu? Tunazitaka jamani. Basi unaambiwa ni bandu umaliza gogo. Kidogo ujeza kibaba. Kabisa. So kidogo kile unaona, unakuta yani bandu umefanya hivi kwa ikhlasi unamaliza. Unafanya hivi kidogo ikhlasi unamaliza. Haba ujeza kibaba, ile kidogo yako unafanya kwa ikhlasi inakuongezea thawabu. Ndio. Kufanya hiyo kazi asubuhi mpaka jioni, tutakuwa tuko na mathawabu mengi. Utufanyeni ikhlasi basi nyumbani sana. Kwa hiyo hilo ndio linalotakikana. Kwa hiyo kuwa na haya, tuwe na haya wanawake, na pia vile vile tuishi ile kwa tu wenye kujistiri na hijabu. Hayo ndo maisha ya Bibi Fatma aliyokuwa nayo, mashallah. Kwa kuishi kwa stara, si vazi pekee. Alafu tunaambiwa sasa si vazi pekee, tunaambiwa bali ni kulinda heshima ya nafsi. Bali ni kulinda heshima ya nini? Ya nafsi. Ina maana kwamba utakapokuwa umejistiri wewe mwanamke, utakuwa umelinda heshima ya nafsi yako. Wewe utakuwa ni mwanamke ambaye unaheshimika. Wewe wakati wote umetoka kuna haya, umetoka wewe umejistiri katika mwili wako, basi utakuwa unafanyaje? Unaheshimika wewe kwa watu. Kwa tunaambiwa kwamba ni heshima ya nafsi na kuzingatia mipaka ya kiungu katika kila mahusiano. Kwa hiyo mahusiano yako yote iwe ni kwa ikhlasi kwa ajili ya Allah. Tutajipatia thawabu, na pia vile vile tutakuwa tumezipatia nafsi zetu stara na kuheshimiwa. Kulikuwa ni ile kuenda kujiweka waziwazi. Bibi Fatma hakuwa hivyo. Sisi wanawake ndio tutakiwa
tuvae vazi la Bibi Fatima. Tutakapojivalisha sisi vazi la Bibi Fatima, hata kizazi chetu kitakuwa ni rahisi. Maana ukiangalia Bibi Fatima mwenyewe aliishi na ikhlasi kwa kweli. Na ukiangalia pia Bibi Fatima alikuwa na hijaba kabisa. Kando na hijabi ya mwili wake, alikuwa na hijabi ya nafsi kabisa, hijabi ya maneno hakuna mwenye aliwahi muona Bibi Fatima sura yake. Na yani alikuwa ni mwanamke wa stara. Ndio maana tunasema hivi, hata kama hatuwezi lakini tufanyeje jamani, tujikurubishe pale kidogo. Tunarudia mara nyingi, mpenzi mtazamaji, ni kwamba najua ni ngumu kuwa Bibi Fatima jamani, najua ni ngumu kuwa Bibi Zainab, najua ni ngumu lakini tujitahidi walau kufika kiwango kiasi kidogo. Jaribu, wanakuambia jitihada ulipa jamani, sana inalipa. Kwa sababu tunajua, kwa sababu mtu kiambia unapata thawabu, si kitu kile utaambiwa ndo hiki hapa. Lakini tuko na ile iman kwamba tutakuja kupata kesho, siku ya Kiyama. Ingawaje tunaiona kwamba iko mbali, lakini iko karibu. Ukijikusanya vijithawabu hivi, inshallah kesho tutakuja kukuta kumbe nilikuwa naona ni kitu kidogo. Zingine za kuwa maskini umefanya kitu hujui kama ni thawabu, kumbe ndio umefanya thawabu. Mashaallah. Ukifika kule unaonyeshwa hichi ndio kitu ulichokifanya. Wewe uamini, unasema pia ilikuwa ni thawabu. Ilikuwa ni thawabu jamani. Vidogo Unapaka Mwenyezi Mungu hakuna kidogo. Kabisa. Hakuna kidogo, Mwenyezi Mungu unalipwa. Pia vile kuwa faraja kwa mume wake. Bibi Fatima alikuwa ni faraja kwa mume wake. Jamani, hao wenzetu ambao tunaishi nao ndani za nyumba hawa, tunatakiwa sisi tuwafariji, kwa sababu hakuna atakiwa fariji, walishafarijiwa na wazazi wao, ile pati ilishaisha kwa wazazi. Unaona, wakati yuko kwa mikononi kwa wazazi wake, ilikuwa anafarijiwa na mzazi wake. Amekwenda amerudi, amekaa amesikitika, wajua mama tena, mwanangu baba una nini? Unaambia mtoto kwa mzazi, kwa mama hakui. Akimuona maskini, nini mwanangu kibaya, umefanya nini hicho? Unaona, mama yake anamfariji. Baada ya mama yake atakapokuoa, wewe ndo faraja kwake. Kuna mmoja alisema hakuna anayemjua zaidi ama hakuna anayempenda zaidi mumewe kama mke wake. Kwa sababu ni moja. Mama anampenda mwanawe kwa sababu yeye ni mtoto wake, alimzaa yeye. Kabisa. Ndugu anampenda kwa sababu ni kaka yake. Lakini wewe ndio unayemjua zaidi, umempenda kama alivyo. Kama alikuwa ni kiwete, ulimpenda vile vile. Ama alikuwa ni maskini, ukampenda vile vile. Akawa ni tajiri, ukampenda vile vile. Yaani hakuna chochote ulichobadilisha kwake. Sasa wewe ndio unamfahamu zaidi. Mama yake anampenda kwa sababu ni mwanangu. Ni mwanae. Sina la kufanya, mimi ndo nimemzaa. Ndugu afanya nini? Namkubali, ni ndugu yangu, maana tumezaliwa tumbo moja. Lakini huenda hampendi vile alivyo. Lakini wewe kama mke, mpaka umeolewa naye, ni kwamba umekubali uhalisia wake kabisa. Kwa ina maana kwamba wewe utakuwa na mapenzi ya kweli kabisa. Sasa hayo mapenzi yao ndo kumpatia faraja utakapomwona kwamba yuko na huzuni kweli. Na kama vile pia Imamu Ali alayhi salamu, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, tunaambia pia vile kuwa hamtwishi mzigo asiouweza Bibi Fatima. Hawa wa siku hizi sasa. Mungu. Ndo kheri. Ndio, inshallah. Tuombe Mwenyezi Mungu inshallah wale ambao hawajapata ndoa wapate waume ambao wasiwatushe mizigo usioiweza, kama Imamu Ali alivyokuwa hakumtisha Bibi Fatima mzigo ambao hakuweza. Na pia wao waende wakawe faraja kwa waume zao inshallah. Kwa hiyo kufikia daraja hii kama Bibi Fatima Zahra alayha salam ni zaidi ya kufuata maelezo ya kidini. Kweli. Kufikia tu kwa yale ambayo ameyafanya ama anayeyafanya yeye kama mwanamke, tunaambiwa ni zaidi ya kupata maelekezo ya nini? Ya kidini. Ni mabadiliko ya kifikra, kihisia na kumfanya mwanamke kuwa ni kiungo kati ya ardhi na mbingu. Unaona? Yale matendo tu ambaye atakayeyafanya kwa ikhlas, vile ambavyo atakavyojiweka kama Bibi Fatima, yeye hawe ni mwanamke mwenye kufanya mambo ya kufanya ibada, kuwa na ikhlas katika kazi zake anazofanya pale, tunaambiwa kwamba ni kiungo huyu mwanamke kati ya ardhi na mbingu ndani ya nyumba yake. Mashallah. Hadi raha. Hii raha. Baraka, nuru. Mashallah. Yani ukisikia maneno kama haya mwenyewe unajipenda yani. Yani ukisikia tu Bibi Fatima akitajwa, unasikia furaha. Kwa sababu hakuwahi kutomtii mume wake. Mashallah. Alikuwa mwanamke anayependa tabligh sana. Alifundisha wanawake. Sasa utake nini tena kama si hayo jamani?
ni kufuata tu malezi. Ndio maana ukaona ndo yale baba yake alimkuza kwa misingi ya Mwenyezi Mungu, misingi ya Qur'ani inasemaje? 1 2 3 mwanangu, haya ndo unafaa kuyafuata, na aliyafuata. Ndio. Na sisi pia vile vile tunatakikana tunapowasikia tuyafuate, kwa sababu tutakuwa tumepata thawabu. Unaona, tutakuwa tumepata thawabu. Kwa Bi Fatima Zahra alayha salamu hakuwa mwanamke asiyeswali. Sasa hivi wanawake wengi hatuswali ndani za nyumba. Kazi zimekuwa ni nyingi. Tumekuwa tunajitia mashughuli mingi ndani za nyumba. Ibada tunaweka pembeni, tunaona kwamba kazi ndio kitu cha muhimu zaidi ya ibada. Ni msiba sana. Kumbe tungejua kwamba swali yako katika wakati, alafu ufanye hizo kazi zako katika ikhlasi. Thawabu ngapi unazipata hapo? Nyingi sana. Mashaallah. Tunajipotezea kumbe thawabu sisi insha Allah. Unaona, bali alikuwa mwanamke ambaye sala yake ilitikisa mbingu na vitendo vyake pia vile vile. Unaona swala yake ilitikisa mbingu. Ibada na pia vile vile ibada ya vitendo. Yani ilikuwa anafanya matendo yake ilikuwa pia ni ibada, yale matendo yake wanayofanya. Kama tunavyosema kwamba kupika, kusafisha nyumba, yote yeye aliweka misingi kama nini? Ni ibada kwake yeye. Unaona? Alionyesha kuwa ibada haitenganishwi na maisha ya kila siku. Kwamba ibada iko pale. Na maisha ya kila siku yako pale. Kwa sababu wewe mwenyewe kazi zake ilikuwa anazifanya kwa ikhlasi nia. Hiyo ilikuwa ni ibada. Na ukija katika swala akiongeza hapo plus, anakuwa amepata amepata thawabu nyingi zaidi. Kwa nini na sisi tusijifanyie mambo kama hayo? Tunaambiwa kwamba ulimi wake ulikuwa ukimsabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuambie sisi hapa Haifa, mara nyingi tukipika jikoni tunafanya nini? Hata mtu aanze na bismillah. Hapo nyimbo za tarabu ndo zitakuwa zimesogezwa karibu kabisa. Nyonda we zitakuja hapo za kila aina hapo zitakuja. Za kila aina zitakuja. Nyonda mkali aina. Zitakuja hapo. Sasa hiyo kama umeshakorofishana na mwenzako, yani kile chakula kitaimbwa nyimbo zile na misemo zile mpaka mume ukimwekea chakula kisha shiba. Kashiba zile nyimbo ulizoziimbia pale katika yale mapishi. Haya ndio mambo ambayo tunafanya wanawake wengi katika nyumba zetu, lakini hebu tuzifanye ndimi zetu kama za Bibi Fatima Zahra alayha salam. Nasikia mtu maskini anapika chakula chake, walau amepika hata kama labda hakuweka viungo vingi, lakini ukikila ni kitamu. Unajiuliza amefanya nini? Kumbe alikuwa mwenyewe kila akipika anaanza na bismillah. Kila labda afanya nini? Ndio hiyo sasa kumsabihi Mwenyezi Mungu. Unaona tunaambiwa kupika, unaona kwamba inamaanisha kuifanyia kazi nyumba yake. Kupika alikuwa anafanya kwa kumsabihi Mwenyezi Mungu. Anapika chakula chake kumsabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Chakula kwa nini kisiwe kitamu jamani? Kitakuwa kitamu sana. Kusafisha, alikuwa kisafisha nyumba yake, kazi yake ni kumsabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jamani, mbona sisi tusifanye? Kwa zote hizi zinaongeza utamu. Walau mara moja. Akilea mtoto jamani, analea katika kufanya tasbih, kumsabih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebu niambie kwanza watoto wadogo wanavyojua kushika maneno. Leo hii unamlea mtoto mpaka anashikwa na usingizi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar. Hiyo ndo nyimbo. Mtoto yule akikua katika masikio yake kila siku tunasikia subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar. Na hakuna kitu kizuri ustadha kama kuwa na ile mdomo wako kuzoea kufanya adhkar. Kwa sababu mdomo wako unapozoea kufanya adhkar, hata unapopatikana na ajali mahali, mtu unaamini wa kwanza kumkumbuka ni Mwenyezi Mungu kabisa. Yani licha ajali upata tu kimtikisho ya subhanallah. Ushaza Allahu akbar. Usikumbushe. Unakuta unakuwa na ule ukuruba kabisa na maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unakuwa na ile furaha kumtaja, kumsabihi Mwenyezi Mungu. Na hiyo ndio furaha ya kuwa na ile adhkar. Mashaallah. Kwa hiyo tunaambiwa kwamba inasimuliwa kuwa kuswali kwa Bibi Fatima Zahra alayha salam mpaka alikuwa anasimama kama miguu yake kwa inavimba kama vile mtume. Alikuwa anasimama mpaka miguu ilikuwa inafanyaje? Inavimba kama vile mtume. Bibi Fatima alikuwa akifanya hivyo kalikuwa akifanya baba yake ambaye ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa kuna mtu akiswali ustadha, yoswali kama train. Kwanza hata ile sajida akiweka pale chini ni kama amegusa. Hapumui. Si kupumua, yani anafanya
tayari kisha, yani ni kama vile hataki sijui paji lake la uso yani ni mtihani ambao unaendelea. Ukiona mtu yani ni kama anafanya tizi kwa ile swala yani shwa yani wewe husubiri ukafanya subhanallah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, pole pole jamani, taratibu unaongea na Mola wako. Ndio kama tunaambia kwamba siri ya nuru ya Bibi Fatima katika nyumba yake ilitokana na nini? Na faragha yake kwa Mwenyezi Mungu. Nyumba yake ilikuwa iko na nuru kwa sababu ile faragha, kujitenga na kuwa yeye kwamba huu muda ni mimi na Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndio nyumba yake ilikuwa iko na nuru. Basi nyumba zetu mbona zisiwe na nuru na sisi kwa kumuiga bibi huyu? Mashaallah. Bibi Fatima Tuzahara alayha salam. Mwenyewe mashaallah, mwenyewe Az-Zahra. Uwa. Naona sasa sio wanawake bado ndio tufanye hivyo hivyo. Kwa hiyo mwanamke huyu alikuwa ni mwanamke anayetafuta nuru kwa kupitia kujiweka faragha na Mwenyezi Mungu. Lazima awe ni na muda wa pekee kwa ajili ya muumbaji wake. Kwa hiyo na sisi inshallah tunaomba Mwenyezi Mungu atujalie tufuate mienendo ya Bibi Fatima Tuzahara alayha salam. Ni nani tena mwingine tukifuata nyenyo zake kama si mwingine? Basi shukrani sana ustadh, acha tuchukue break kidogo, tukirudi tutaendelea na awamu ya pili inshallah. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa nayo Ustadha Sofia, alhamdulillah nafurahi zaidi ama nafurahi sana kulingana na vile anavyokuelezea wewe, anavyokupa fahamu zaidi jinsi gani utaishi kama Bibi Fatima. Bibi Fatima alikuwa na haya, Bibi Fatima alikuwa mwanamke ambaye, na ndio maana akatajwa miongoni mwa wanawake wa peponi, Bibi Fatima Tuzahara. Na yeye ndio miongoni mwa viongozi wa wanawake peponi ni Bibi Fatima Tuzahara. Sasa unajua ni jinsi gani alikuwa na ucha Mungu kwa Mola wake. Je, wewe tukuweke katika fungu gani? Inshallah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tutaendelea zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Jukwaa la Wanawake. Alhamdulillah tunazidi kuwa nayo ustadha wetu Ustadha Sofia ndani ya studio zetu za Mahdi TV, akikujuza mengi, kukuangazia mengi kuhusiana na swala zima la mada yetu ya kuishi kama Bibi Fatima Tuzahara na kufa kama Bibi Zainab alayha salam. Na inshallah mpenzi mtazamaji, katika awamu ya kwanza tumeweza kufahamu mengi kuhusiana na Bibi Fatima, ni jinsi gani tunafaa kuishi kama yeye, na katika awamu ya pili tunaenda kuangazia ni jinsi gani tutakufa kama Bibi Zainab salamullah alayha. Na tukielekea kwa ustadha tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Karibu sana. Naam, ahsante. Inshallah. Inshallah. Bila kupoteza muda tuendelee na mada yetu. Sasa hivi tunaingia katika kufa kama Bibi Zainab. Tulimaliza kuishi kama Bibi Fatima. Kwa hiyo tunatakiwa maisha yetu sisi tuyaweke kama Bibi Fatima katika maisha yetu ya uhai, alivyoishi na tuishi hivyo inshallah. Inshallah tutajaribu. Amen. Na inshallah sasa hivi tunaendelea kufa kama kwa Bibi Zainab. Yani mtu atakapokufa inshallah tujaribu, yani kabla tufe tuje tufe kama vile Bibi Zainab alayha salam. Tunaambiwa mwanamke huyu kufa kama Bibi Zainab ina maana kufa katika hali ya ushujaa, kwa sababu bibi alikuwa ni shujaa sana. Tufe aliyakuwa tulikuwa nini wenye subra. Kwa sababu bibi alikuwa na subra. Kwa sababu kama ingekuwa ni mwanamke ambaye alikuwa ni mlegevu asiyekuwa na shujaa, basi na maana katika ule uwanja wa Karbala angekuwa sio nisemeje, huo ni mtihani sana. Lakini kwa sababu tunajua kisa chake jinsi kilivyo, tunatakikana tu tufanye kuwa na ule ushujaa kama Bibi Zainab. Tunapokufa tukufe alikuwa sisi ni mashujaa. Tukufe alikuwa sisi ni kuwa na subra kama alivyokuwa nayo subra, kwa sababu kuwa na kupata mitihani hiyo si kitu ambacho ni rahisi, lakini mitihani ile kuweza kuidhibiti ni kukuwa na subra wewe mwenyewe. Kwa kufa kama Bibi Zainab kuna maanisha kwamba ni kifo cha ni kifo cha kimwili peke yake, bali ni kufa kwa kutokuogopa dhulma. Kwa sababu Bibi Zainab alikuwa haogopi dhulma. Aliamua yeye kabla aondoke katika hii dunia lazima atatetea nini? Dhulma. Lazima atatetea kila ambaye atakayekuwa anadhulumiwa. Kila mwenye ambaye anatakana kupatiwa haki alikuwa anampatia, lazima atakuwa anamsaidia katika haki. Kwa hivi ndio alivyokuwa Bibi Zainab. Kwa hiyo tunatakikana kwamba sisi tukifa tulikuwa tumeogopa, tulikuwa tunaogopa mtu akidhulumiwa, tunaogopa mimi, hiyo hainihusu, naogopa kifo.
yani unajua hicho ni kifo cha kishujaa. Ukifa kama ulikuwa hauogopi dhulma, wewe ulikuwa huogopi, ulikuwa ni shujaa, unatetea waliodhulumiwa, ni shujaa na mwanamke ambaye ulikuwa na subra, basi na maana kwamba wewe umekufa, yani tunaita kwamba ni kifo cha kishujaa hicho. Ndio kabisa Zainab jinsi alivyokuwa. Kwa hiyo alisimamia ukweli hadi mwisho wa kifo chake. Alisimamia ukweli hadi mwisho. Kwa hiyo hakuwa anatetereka kwa sababu alikuwa ni nini? Shujaa. Jambo hili la ushujaa, ni ukishakuwa shujaa na maana kwamba utakuwa unaogopa kitu chochote ila Allah. Ndiyo. Basi peke yake. Kwa hiyo subira katika mitihani. Una maana ukipata mitihani ilikuwa uwe na subira. Kwa hiyo ndio ilikuwa Bibi Zainab. Kama Bibi Zainab alivyosema baada ya nini? Ile katika uwanja wa Karbala. Ina maana kama ingekuwa si subra na ule ushujaa aliokuwa nao, asingeweza kusema kwamba yeye hakuona chochote isipokuwa ni nini? Uzuri. Unaona? Sasa huu ni ushujaa aliokuwa nao Bibi Zainab. Kwa hiyo tunatakiwa na sisi mpaka ifike kufa, tunaonekana tukufa tukiondoka hapa katika hii dunia yetu na wanawake ambao tulikuwa ni mashujaa lakini kwa ajili ya Allah. Si shujaa wa kuimba nyimbo huko zilizokuwa hazina maana. Si shujaa kwa ajili ya tukana watu. Maki wanaambia bibi yule mpaka kuondoka katika hii dunia akatukana watu wengi sana. Mpaka unakuta unafariki huna hata sifa nzuri. Astaghfirullah. Mwenyezi Mungu atunusuru na hilo. Amin, amin. Bibi Zainab alikuwa ni jasiri wa kidini. Kutokuogopa kusema ukweli mbele ya madhalim. Ndiyo. Hivyo ndo tunatakikana. Ukiona mtu anadhulumiwa ama wewe mwenyewe unadhulumiwa, usikubali mtu akudhulumu, ni sawa tu. Akikuweka kibao katika kishavu hili, unamwambia nipige na shavu hili lingine. Sio hivyo. Unatakikana uwe ni mtu ambaye ni shujaa, ambaye hauogopi. Mwanamke ambaye unatakiwa uwe ni mwanamke jasiri. Uone kama utakapopigwa shavu hili utageuza shavu lingine. Huo ni udhaifu na huo ni unyonge. Na tutakiwa kuwa dhaifu na tutakiwa kuwa wanyonge katika dhulma. Na huo ni ujasiri alikuwa nao Bibi Zainab. Ndio maana hakujiachilia akawa yeye ni mwanamke ambaye ni mlegevu. Na pia vile vile mwanamke huyu kutokana na ile subira ya kiungo aliyokuwa nayo ambayo tunaita kwamba sabrun jamil. Ndiyo. Bibi Zainab alifariki, yeye alikuwa ni kielelezo cha subira ambacho hakijawahi kushuhudiwa katika mchanga, unaona, wa Karbala baada ya kupoteza kaka zake na watu wake, familia yake ambayo ilikuwa watu 72. Hiyo ni subira ya kiungu iliyokuwa ni ya juu zaidi. Angalau mabakiat na ndugu yake. Hiyo ilikuwa ni subira Zainul Abidin. Hiyo ilikuwa ni subira, ilikuwa ni ya hali ya juu kabisa. Kwa hiyo ina maana kwamba mwanamke atakapokufa, ili awe amekufa kama Bibi Zainab, ni yule mwanamke ambaye anatakikana afe hali ya kuwa hakuwa ni mwenye kuyumbishwa na misukosuko. Ukiangalia Bibi Zainab misukosuko alipata mingi sana katika Karbala. Unajua kama ingekuwa ni mwanamke mwingine, kama ingekuwa ni kipindi kama hiki, maradhi ni mengi, mapresha nini, kama ni pressure na hiyo hata kama nini, angekufa siku hiyo. Saa hiyo tu kwanza, hata kabla wamalizike kufa wote, angeshakufa na wengine wakabakia wakafa nyuma yake. Lakini ule ushujaa na ujasiri Mwenyezi Mungu aliyomjalia nao, alikuwa ni mwanamke ngangari kabisa, ambaye ilikuwa hayumbishwi na misukosuko. Huo ujasiri wa design gani? Alafu ukiangalia ni mwanamke ambaye alikuwa sana anamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mpaka ukiangalia maisha yake Bibi Zainab amedumu na swala ya tahajjud. Mashaallah. Maisha yake yote tahajjud, hakuna siku Bibi Zainab ashawaiacha. Hata siku kuna vita vinavyoendelea usiku wake bado yeye anaswali katika tahajjud. Ndiyo. Kwa hiyo misukosuko isikufanye mtu ukaanza kukosa kukuwa na subra. Misukosuko isikufanye mtu ukaanza kufanya ibada kwa ajili ya Mola wako. Ibada utakapoifanya na kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu, hii ndio itakayoweza kukusaidia kukuondoa na ile hali ya kujiona kwamba wewe ni dhaifu na kuweza kukabiliana na ile misukosuko iliyokuwa nayo. Kwa hiyo mwanamke alikuwa hayumbishwi na misukosuko. Kwa hiyo na sisi tunatakiwa mpaka kufikia kufa tusiwe tunayumbishwa na misukosuko yoyote. Iwe ni misukosuko ya maradhi, basi inshallah tumwombe Mwenyezi Mungu, kwa sababu unapokaa chini unapojiombea, kama ni wewe mwenye maradhi ama kama ni familia yako, unaiombea kwa Mwenyezi Mungu na unajua tu kwamba hakuna daktari ama hakuna atakayekuwa ni mwenye kumpatia tiba isipokuwa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unaona, Mwenyezi Mungu ndio yeye atakayeweza kukupatia shifa. Ya Rabbi, kama haya maradhi
umenipa mimi labda kulingana na adhabu zangu, ya Rabbi basi iwe ni msamaha. Utakuta mtu kupitia yale maradhi anashukuru. Na kwamba msamaha sana. Wengine wako wanajua kama Mwenyezi Mungu hajakukumbuka, unasikia tashwishi, mbona hata sijaumwa mahali. Kidogo unajua mtu kama subhanallah no. Hivyo kwa ina maana kwamba maradhi yanamfanya mtu awe karibu sana kwa sababu kila sana mtaja Mwenyezi Mungu. Unaona? Kwa pia vile umaskini usitufanye tukawa tuyumbishwe na umaskini. Usitufanye tukane sisi tunajiona kwamba ni dhalili, hatuna chochote kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani tusiyumbishwe na kuhusiana na jambo la umaskini au misiba pia situfanye kwamba ikatuyumbisha tukamsahau Mwenyezi Mungu. Tuwe ni wanawake ambaye hatuyumbishwi na chochote. Tuwe ni wanawake ambao tutakaye kuwa tumekuwa ni wajasiri badala ya kufanyaje ya kulalamika. Mwenyezi Mungu amenisahau. Mwenyezi Mungu kwani hajui kama niko katika dunia hii. Mwenyezi Mungu. Unaona unaanza sasa kumkufuru Mwenyezi Mungu, lakini Bibi Zainab kama ingekuwa kuna mtu wa kumkufuru Mwenyezi Mungu, huyu Bibi Zainab angekuwa ni wa kwanza kumkufuru. Kwa sababu gani? Kwanza kwa kile cheo alichokuwa nacho. Walikuwa karibu sana na Mwenyezi Mungu kiasi ambacho wao walikuwa hata wakiomba dua ilikuwa haianguki chini. Sisi tunavyosemaga kwamba dua haianguki chini, maana kwamba Mwenyezi Mungu anaipokea. Lakini fikiria kile kitu kilichofanyika. Mwenyezi Mungu yeye kama angesemaje, Mwenyezi Mungu kweli sisi ni Ahlul Bait, mbona unatuacha hivi na hivi? Lakini unaona hakulalamika kusema kwa Mwenyezi Mungu umetusahau, Mwenyezi Mungu umetutupa, Mwenyezi Mungu hakutaka kuyumbishwa hivyo. Bado walibaki tu pale kwa la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, na akakubaliana na ile misiba kwamba ni moja miongoni mwa mitihani ya mwanadamu. Kwa hiyo hivyo ndio Bibi Zainab alivyokuwa, Bibi Zainab alayha salam alivyokuwa, na alikufa akiwa ni mwanamke wa namna hiyo, akiwa ni jasiri. Tunaambiwa kwamba anatafuta hikma ya Mwenyezi Mungu ndani ya mitihani hiyo. Yeye anatafuta tu hikma ya Mwenyezi Mungu. Kwa Mwenyezi Mungu, kwa hili basi mimi nakuomba tu nipatie hikma, unipatie jinsi nitakapoweza kutatua haya matatizo yangu. Unaona? Hivyo ndio tunataka tujiweke sisi kama Bibi Zainab alayha salam. Yaani mpaka utakapokufa katika dunia hii basi uwe angalau ni mwanamke ambaye ulikuwa unasifika katika sifa ya uchaji Mungu kama Bibi Zainab, kwamba ujasiri kama ushujaa, hivyo kama Bibi Zainab alayha salam. Ridha ni kuridhika na mipango ya Mwenyezi Mungu. Yeye alikuwa anaridhika kila kilichokuwa kimetokea, basi hiyo ni mipangilio ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ukasema si kwamba Mwenyezi Mungu amenisahau. Mwenyezi Mungu atakusahau vipi? Yaani Mwenyezi Mungu hawezi, midamu tuko katika hii dunia tujue kwamba Mwenyezi Mungu hawezi kukusahau hata siku moja. Na kila kinachopita basi ujue limeandikwa hilo. Lilikuwa ni lazima likupate lisikupite. Kwa hiyo yeye alikuwa anaridhika na mipango ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa subira yake haikuwa ni ya unyonge, ilikuwa ni subira ile ya hali ya juu. Sio kwamba mimi nasubiri tu lakini sasa nitafanyaje? Yeye alikuwa na subira kwamba mimi najua kwa kuwa Mwenyezi Mungu anajua mimi niko, basi mimi nafanya subira, najua yeye ndo atakayeweza kuniondolea haya. Kwa hiyo hakuwa mnyonge, bali alikuwa na ushindi wa kisaikolojia dhidi ya uadui. Na ukiangalia alhamdulillah, kati ya yeye ndo alimwangalia Imam Zainul Abidin. Maana ndo alikuwa shangazi yake. Ukiangalia alimwangalia Imam Zainul Abidin wakati anaumwa. Unajua yote hii ni hikma ya Mwenyezi Mungu. Sababu ili tayari kifo cha Imam Hussein, Mtume alikuwa anajua mimi mjukuu wangu nitampoteza. Mjukuu wangu ipo siku atauawa. Na hili alikuwa shaambiwa tayari kabisa tangu alipozaliwa. Imam Hussein alikuwa anajua kabisa mimi liwe liwalo, lakini itakuja kufika muda itakuwa hivi na hivi. Mwenyezi Mungu naye hikma yake, na unajua katika vita hawaui wagonjwa. Imam Zainul Abidin alikuwa mgonjwa. Sasa hiyo ilikuwa ni hifadhi ya Mwenyezi Mungu kwa kizazi cha Mtume kiendelee, na kwamba hawa waliokuwa wanaendelea kufanya tabligh ni Imam Zainul Abidin, tabligh iendelee. Na kupitia hapo ndo maimamu tukawa nao. Sasa ni kitu kizuri ukiangalia subra ya Bibi Zainab, ni subra ambayo sisi tunafaa kuwa nayo. Inatuonyesha kwamba tunapokuwa katika mitihani japo iwe ni mikubwa, basi tusisononeke sana. Tuwe na ile subra kwamba Mwenyezi Mungu unajua mimi huu mtihani umenipa wewe na umenipa na madhumuni yake. Ya Rabbi niondoshe mtihani huu, nitatulie mtihani huu. Wewe ile mtihani uliopewa ndo janna yako kabisa. Hiyo ndo janna yako. Kwa sababu utakapokuwa mtihani Mwenyezi Mungu anaokupatia, ukijaribu ukimuomba Mwenyezi Mungu, sio kujaribu Mwenyezi Mungu hajaribiwi. Utakapomwomba Mwenyezi Mungu kwamba
mtihani ule basi Mwenyezi Mungu akujalie uwe ni mwenye kufaulu kwa njia yake yeye nzuri, utafaulu tu. Allah amesema ud'uni astajib lakum. Atakujibia duati zako na atakupatia kile ulichokuwa unachokiwa. Mwenyezi Mungu hamtupi mja wake kabisa. Kwa hivyo ndo alivyokuwa Bibi Zainab alayha salam. Alikuwa yani ule ujasiri wake ulikuwa ni hali ya juu, hakuwa mnyonge, hali ya kuwa alikuwa ni mshindi wa kisaikolojia zidi ya nini, ya uadui alokuwa nao katika kipindi kile. Kwa yeye alikuwa ni shujaa katika ulimi, alikuwa na ulimi kama upanga, kwa sababu maneno alikuwa akiyatoa, alikuwa anatoa maneno makali ambayo yani wewe mwenyewe ukisikia roho yako mwenyewe inakatika. Yazid mwenyewe aliyapata. Kwa hiyo ni mwanamke ambaye alikuwa na yote hii, si kwamba alikuwa akitoa matusi. Hapana. Ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Atuseme kwamba alikuwa na maneno makali kama upanga, kwamba alikuwa anatoa matusi, alikuwa kinitokana sijui Yazid. Hapana. Alikuwa na yale maneno makali, kwa sababu wewe hata tukichutuli mfano Haifa, sasa ule jamaa zako hapa kama mimi na wewe tuache kwa Bibi Zainab. Tutatoa maneno gani? Tutatoa maneno makali lakini ya matusi. Wallahi mtihani. Lakini Bibi Zainab alayha salam, yeye maneno yake ilikuwa ni maneno makali sana, lakini ilikuwa ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kabisa. Yalikuwa akiwa Yazidi akisikia mwenyewe yalikuwa yanamuingia katika nafsi yake. Kwa tunatakikana tuyafanye hayo kama vile Bibi Zainab alivyokuwa akifanya. Kwa hiyo kufa kwa Bibi Zainab ni kufa ukiwa umekamilisha wajibu wako. Yani lile jambo lako la wajibu ambao unajua kwa wewe ni mwangalizi, wewe ndio kiongozi, wewe ndio nani, basi ufe alikuwa ni umefanya ule wajibu wako wote. Ndio vile ilivyokufa Bibi Zainab alayha salam. Kwa hiyo ni kifo cha ishara ambacho kinaacha alama ya milele. Alama ya milele ni ile alama ambayo ni nzuri. So unakufa watu wanasema maskini sijui kwa saizi Mwenyezi Mungu yukoje. Lakini sasa tunasema Bibi Zainab alikufa akiwa shujaa. Hapa Mwenyezi Mungu amempokea pamoja na mtume wetu Muhammad, pamoja na kaka yake Imam Hussein na Hassan na wote waliokuwa wametangulia ahlul bait wote ya maasumini wote alayhi salam. Kwa ni mwanamke alikuwa anaishi kwa ajili ya wengine. Unaona, mwanamke alikuwa anaishi mwanamke kwa ajili ya watu wengine, anayesimama kidete dhidi ya uovu na anayerudi kwa Mola wake huku moyo wake ukiwa umetulia. Hii tunaita kwamba nafsul mutmainna. Mashallah, mashallah. Shukran sana ustadha. Mimi napenda zaidi kusikiza historia ya Bibi Zainab. Kwani kati ya maasumin ama tuseme kati ya familia ya mtume ambao ni role model. Unajua wanakuambia unapokuwa na role model kitu kizuri sana. Basi nilipenda sana Bibi Zainab. Mashallah. Ndio maana utakuta historia yake kila nikisikia na furaha sana. Mashallah. Na hisi furaha kwa sababu nasema bora niwe Bibi Zainab nisimamia haki. Niwe katika njia ambayo najua mimi nitakukosoa, nitakwambia njia unayofuata wewe sio nzuri. Lakini niwe nimekuambia kiuhalisia kulingana na maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Shukran sana ustadha, kwa hakika ni faraja sana kwa na wewe. Unazidi kuwapa wanawake mawili matatu, pia jamii kwa ujumla. Maana naamini hii sio tu kwa wanawake bali pia kwa wanaume inawafaa. Shukran sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa naye Ustadha Sofia ndani ya studio zetu za Mahdi TV. Alhamdulillah, ni furaha na faraja kuwa naye ustadha, kipenzi chetu, mama yetu, anayezidi kujuza mengi. Wewe kama mwanamke, wewe kama msichana, ama wewe kama baba nyumbani ambaye labda unaweza kuwa uko na watoto wa kike na wanapaswa kufahamu nani Bibi Fatima na Bibi Zainab, ni muhimu sana kuweza kuwafahamisha kuhusiana na viumbe hawa wawili, kwani ni viumbe ambao waliishi katika takwa ya Mwenyezi Mungu, walimuogopa Mwenyezi Mungu, sio kumuogopa kwamba nitaenda motoni kesho, lakini waliishi kwa misingi na takwa ama mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an, na walifanya tabligh sana kuweza kuelimisha wanawake. Insha Allah mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa nikwambia fi amanillah.